Hapa na Dominic Salamba pia anatufuatilia naye pia ana maoni yake. Salamba, habari bwana? Chambuzi wa Kabumbwe, kwema? Salama ndugu yangu, hapo studio. Safi kabisa Salamba. Umeitazama Simba imepiga mpira mwingi sana kule Masri licha kwamba imefungwa mabao mawili kwa sifuri. Salamba, of course naweza nikasema kwamba haikuwa bahati, lakini pia ni kukosekana kwa umakini, kwa sababu kabisa katika hizi hatua za mtoano kinachoangaliwa zaidi ni kupata matokeo. Ukiangalia Simba waliingia vizuri, wakiwa na confidence, waliweza kwa control Al-Masry na kuweza kupa pressure ambayo iliwafanya wakati mwingi bila mingi wanapoteza, na walikuwa wanasuia kwenye maeneo yote. Kitu changamoto ilikuwa kwenye eneo la mwisho, walikuwa wanakosa kuangaliana, kwamba kila mmoja ambaye alikuwa na mpira alikuwa anatamani pengine awe wa kwanza kupata bao. Kwa hiyo kukosekana kwa maelewano katika eneo la mwisho ambapo tunamzungumzia kuna Elimpanzu, unazungumza kuna Chazi Hawa, Dennis na Ateba, ndio kufanya timu iweze kuwa nyuma, kwa sababu kama wangeweza kupata goli la ugenini ingeweza kuwachanganya Al-Masry na pengine ingeweza kusaidia Simba akiondoka na matokeo katika uwanja wa ugenini. Kwa hiyo ni kosa kwa nidhamu katika eneo la mwisho, lakini pia kuna makosa kwenye sehemu ya ulinzi na hasa kwenye counter attack. Ilikuwa changamoto ya Simba wanapokuwa wanakwenda kushambulia, wanaondoka na namba kubwa kiasi kwamba wanakuwa wanashindwa kutengeneza uwiano mzuri wa namba na kusaidia kama timu inakuwa ni wazuri kwenye counter attack na kuweza mianya ambayo wanaweza kufuatilia. Lakini wao ndio nikiangalia nafikiri bado na nafasi ya kupata matokeo, ingawa changamoto itakuwa ni kuweza kuzuia kuruhusu bao, kwa sababu kupata magoli mawili sio issue hapo. Kwa watatu kinje watakuwa na uwezo kuweza kuzuia Al-Masry walau wapate goli moja, na kizingatia soka Afrika bado tuna goli la ugenini. Kwa hiyo katika hali ya kawaida Salamba, unawaona Simba nusu finali, lakini pia vile una mashaka katika namna moja ama nyingine kwa maana ya defense ya Simba, kwa maana huenda pia waka ruhusu goli, na Simba kiukweli kwenye michuano hii tokea hatua ya makundi huko huwa wanafunga, lakini pia wanaruhusu katika game nyingi tu. Ukiangalia kwa maana ya timu unaona Simba ana nafasi kubwa, kama ni asilimia unaweza ukasema Simba wanampa 60% na kuweza kufuzu, japo leo wameweza kuconcede magoli mawili kutokana na kile ambacho wamekionyesha katika maeneo yote, kwa maana ya utimamu, muunganiko wa timu compare na Al-Masry ambao kwa sehemu kubwa wamekuwa hawana matumizi mazuri ya nguvu, lakini baada wenyewe pia wako organized katika eneo la kiungo, na hasa kwenye sehemu ya ulinzi ambao ukiangalia wanatumia walinzi watatu, style ambayo bado hawajaimasa, na kwa kasi ambayo anayo Dennis na Mpanzu, kama wangekuwa na umakini pengine Simba anaweza kupata matokeo. Kwa hiyo kama Al-Masry ataingia na approach na hiyo na Simba kuweza kupata matokeo magoli mawili mpaka manne, lakini je, changamoto yangu iko pale pale tu. Inaweza Mwalimu Padro aweze kuona na magana aweze kitu ili kwa Simba isiweze kuruhusu bao, kwa sababu kuna makosa ambayo yanafanyika kwenye eneo la ulinzi ambao wanapokutana na watu wenye umakini watakuadhibu. Kwa hiyo issue ni kuhakikisha kwamba wanakwenda kuingia na pale ambayo itawafanya waweze kuscore, lakini pia kuruhusu bao lolote ili wapate matokeo yake ambayo atapeleka nusu finali. Salamba, umemtazama mwamuzi aliyechezesha mchezo wa leo kati ya Masri na Simba, kuna viashiria vyovyote ambavyo amevionyesha vya kuinyonga Simba? Hiyo ni kawaida, yani ni kitu cha kawaida kabisa kwenye timu hizi za Afrika Kaskazini, pamoja kwamba wanakuwa wanapata matokeo, lakini wana faida kubwa sana ya waamuzi, na cha kusikitisha unakuta waamuzi hao ndio wanatoka kwenye mataifa yetu haya, kwa maana kwamba sisi ambao tuko nao sawa, lakini bado wanashindwa kuwa makini. Pengine nafikiri ni uoga au kwa sababu soka letu la Afrika limetawaliwa na hawa hizi timu nne kutoka Afrika Kaskazini. Ukiangalia kwa matokeo ambayo ulikuwa ukiyaona kabisa ilikuwa ni ya favored kwa mwenyeji, lakini kitu ambacho tumekizoea katika mechi zote ambazo timu za Tanzania kwenda away, lazima uweze kuona mwamuzi akiwa anaegemea upande mwingine kwa maana ya wageni, lakini ukija kwetu wanakuwa wanapata utaratibu wa 100% katika mazingira yao ya kazi yao. Kile jambo ambalo tunaweza kuliona, kwa hiyo sikushangaza kwa sababu Simba ya kwanza na bado Simba waliweza kucheza na kuweza kupunguza pressure na kupunguza makosa ambayo mwamuzi yangeweza kutoa kwa advantage kwa wenyewe. Lakini binafsi nafikiri mwamuzi hakuwa fair kwenye some extent, na pengine Simba wangeweza kupata faida hata ya kuona anapata penalty au hata matokeo mengine ya msingi. Salama, asante sana na endelea kuwa nasi Crown. Asante. Nakushukuru sana. Pamoja sana. Ni Dominic Salamba, mchambuzi wa kabumbu, naye pia tumepata mtazamo wake na maoni yake kuhusiana na mnyama Simba na hili jambo la kukosa umakini kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba. Pasi na shaka ni ukweli ambao Salamba ameuzungumza hapa. Mpira ni mchezo wa wazi na watu wote asilimia kubwa ya wadau wengi wameshuhudia mchezo kabisa. Kitu ambacho kimewaangusha Simba leo ni kushindwa kuwa sharp
kwenye eneo la umaliziaji. Kwa sababu ukiangalia kujenga kwa mashambulizi walikuwa bora, kwenye kuendeleza shambulizi walikuwa wanatumia zaidi viungo wawili Kagoma na Ngoma. Kwenye isho ubunifu Simba wametengeneza nafasi, kuna nafasi ya Ateba, unanielewa? Kuna nafasi ya Kapombe imepatikana mwishoni. Lakini pia Mpanzu amecreate chance zaidi ya 3, amepiga cutbacks 3 kwenye box. Lengo la kupiga cutbacks unahitaji kuwa na wachezaji ambao watafika kwenye box. Baadhi yao wanaweza kaa ndani ya 18, wengine wachache wanaweza kaa nje ya 18, kitu ambacho kwa naona hakifanyiki kwa upande wa Simba. Na tumekuwa tukisema tumekuwa tukiongelea mara nyingi sana isakata kwamba Simba kwenye eneo la ushambuliaji kuna changamoto. Of course wametawanya magoli, ndio mnacheza mechi kama leo hii. Wachezaji ambao mnawategemea wafunge wanakutana na ugumu. Hii ni aina ya mechi ambayo unahitaji focal point, yani mtu mmoja tu ambaye atakuwa kwenye eneo la ushambuliaji ataamua matokeo kwa ajili ya timu. Hujaridhishwa na kiwango cha Teba kwa 100%? Kwa nini? Kwanza alikuwa mzito kiukweli. Alikuwa anachelewa sana kufika kwenye matukio. Unajua naelewa kuna ugumu wa kucheza ukiwa na hapa mgongo wa pinzani. Lakini wewe namba 9, muda mwingi utapokea mpira katika yale mazingira, ukutana timu ambayo ina defend na idadi kubwa ya walinzi. So unapaswa kuwa na technique tofauti kwamba nikiwapa mgongo wa pinzani maybe ndapokea mpira niko nalipa pia goli mgongo. Kwa mpaka nifunge ni lazima nigeuke. Lazima uanze kujiongeza, kufanya double movement, kufanya counter movement, kuomba mpira na kutumia mwili wako kuwahadaa pinzani. Tunasema body shape ina faida kwa mshambuliaji. Angalia goli ambalo amefunga Prince Dube leo. Kapewa mpira akiwa amelipa goli mgongo, lakini kauweka mwili wake mbele kaweka mwili wake mbele ya mpinzani kwamba ili ucheze mpira lazima uanze kucheza mwili wangu, na ukicheza mwili wangu kwenye eneo la 18 ni penalty. Lakini Dube kafanya half turn, kafunga. Kwa hata naye Ateba anapaswa kuwa na uharaka zaidi. And then ushagundua kwamba Mpanzu mipira yake yote anayoipiga ama service au huduma anaitoa kwenye box, cross anazozipiga ni V-pass zinakuja nje. Imefanyika mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, you striker unatakiwa notice kwamba hii mipira mbona muda wote inapigwa kwenye muundo wa V-pass na mimi nakuwa kwenye 6 yard box na ikosa. Kwa nini natakiwa kufanya? Ni kuanza kwenda na timing sasa. Kwa sababu viungo washambuliaji wanatoa huduma ina hii, mimi napaswa kunufaika vipi? Ni kuendana na kile ambacho wanakifanya, kitu ambacho yeye alikuwa akifanya. Unanielewa? Imepatikana chance ambayo kwangu mimi kwa mshambuliaji unapaswa kufunga. Unanielewa? Okay, ile ni chance ambayo mpira unatakiwa uweke kwenye wavu. Sawa. Evans, kuna muda ilivyofika dakika ya 60 hivi kwenda dakika ya 70 ulikuwa unampigia kelele sana kocha Fadru, alikuwa kusikii tu, lakini ulikuwa unamtaja sana Mukwala. Kwa nini ulikuwa unataja Mukwala ingie katika dakika kuanzia 60-70 hivi? Nini alikuwa unamaanisha pale? Kikubwa ambacho mimi nilikuwa nakiona tayari mechi imeshamkataa Lionel Ateba. Na ukiangalia namna ambavyo Al-Masry wanacheza, wao wako nyuma zaidi, wako kwenye goli lao. Yani wao wanacheza low block, wanacheza mid block. Yani wao wataangalia tuna situation ilivyo na nini tunatakiwa kufanya. Naamini kuna muda ilikuwa inahitajika tunapata mtu ambaye anaweza kufanya hizo runs nyuma yao defenders. Na mtu ambaye anaweza kufanya hicho kitu kwa usahihi mkubwa ni Dese Mukwala. Na ukiangalia pia chance ya mwisho ambayo ameikosa Kapombe imetoka kwa Mukwala. Imepigwa cross ndani ya 18, watu wameshindwa kuokoa, imemkuta Kapombe, alichofanya anakijua mwenyewe. Kwa hiyo ni mtu ambaye naamini akiwa anapata muda mwingi wa kucheza, kwa sababu ameingia dakika ya 80. Kuna baadhi ya hizo movement zilikuwa zinafanyika, unaona ni mtu ambaye angekuepo mapema, kuna namna ingekuwa ina faida nyingine, kwa sababu ya mabeki wangekuwa hawana huo muda wa kupumzika. Unajua kumkabili Lionel Ateba unahitaji kuwa na akili kubwa sana. Unahitajika kuwa na nguvu. Cha kwanza uwe na nguvu. Akili inaweza isiwe akili kubwa kwa sababu sio mchezaji mwenye skills. Ni mchezaji ambaye anatabirika, akitoka hapa anaenda pale. Ila Mukwala ni kazi ngumu. Ukigeuka yuko kushoto, ukigeuka yuko nyuma yako. Kwa mpira ukidondoka mgongoni tu tatizo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naamini ingefanyika sababu mapema. Huenda labda kuna kitu kingeongezeka. Ukiwaza pressure ambayo alikuwa anaipeleka Mpanzu
ilikuwa inawatesa sana wachezaji wa Al Masry. Namna gani tunakabiliana na huyu mtu 1v1 anaweza akakuacha, na amekuwa anaingia kwenye box mara kibao, anapiga hizo cutbacks. Hakuna mtu ambaye alikuwa anafika kwenye hayo mazingira, ila naamini ingekuwa ni Mkwala, ni kwa sababu anajua kusoma movement za watu wengine. Hii movement inahitaji nini na mimi natakiwa kuwa wapi. Naamini ingekuwa ina faida kubwa, na sijui kwa nini kocha alikuwa anakuwa mzito kufanya sub. Amefanya sub moja tu hiyo ya Lionel Ateba, ila watu wengine wote wamebaki ndani kwenye mchezo. Ndio. Kuna muda nilikuwa naongea na Magunga, yani kuna muda unaiona picha Chasambi anahitajika kwa uwanjani. Kibu Dennis mechi leo, mimi kwa upande wangu Kibu leo hajanipa kile ambacho nilikuwa nategemea. Kwa upande wangu nilikuwa naamini ni mechi ambayo inamhitaji Chasambi. Kasi, utulivu, ubora mkubwa wa kupiga, namna ambavyo anaweza kusoma pia movement za watu wengine na kuja kwenye box na kuja kushambulia hizo nafasi zinazopatikana. Kwa hiyo kuna namna Fadlu leo kama alikuwa anataka kuikaba timu yake mwenyewe, kwa sababu tayari Al Masry wamekubali wamekaa kwao kabisa. Nani ambaye anaweza akakupa ubunifu mwingine? Timu imecheza vile vile first half, second half karibu dakika zote 60 timu inacheza vile vile. Timu inamtegemea tu Mpanzu ndo kucreate. Nani mwingine anaweza akakutengenezea nafasi zingine? Jean Chazawa leo hakuwa kwenye hiyo performance ambayo nilikuwa nategemea kuiona pia kutoka kwake. Kwa hiyo nilikuwa nategemea kwenye ongezeko la mtu kama Mkwala, nilikuwa nategemea ongezeko la mtu kama Chasambi. Naamini kuna creativity ingeongezeka na huenda Simba kuna kitu angekipata. Na hapo Magunga, tukihitimisha kuhusu mnyama Simba, Jean Chazawa, coach Fadlu ni ngumu sana kumfanyia sabu. Kama umefuatilia kwenye game nyingi sana hizi za kimataifa, pengine katika game 6 ambazo wamecheza zinahesabika. Kwa nini huwa ni mgumu sana kumfanyia sabu Jean Chazawa? Kuna kitu gani ambacho anaiofa Simba Jean Chazawa? Nafikiri inawezekana sisi tukawa tunaangalia zaidi anapokosea, na mwalimu akawa anaangalia, of course inawezekana akawa anakosea mara nyingi, lakini kwenye ule uchache wa yale mambo anayofanya na impact gani ndani ya timu. Na kuna baadhi ya walimu wana ile kulipa favela kwamba okay fine, ulicheza game iliyopita ulikuwa na performance bora, game hii umeshindwa kwa na kiwango bora, maybe muda unazidi kwenda unaweza ukareact, yani unaweza ukafanya mabadiliko kutokana na hali. Lakini mimi nazungumzia issue ya sub. Unaona kabisa mchezaji huyu hii game imemkataa, lakini kwa nini unaendelea kumwacha uwanjani? Kufanya mabadiliko ni risk. Na hapo kuna issue ya gimbeno na kuna issue ya psychology. Kuna kocha mwingine anaweza kukwambia mchezaji anayekosea kiwanjani zaidi si vyema kumfanyia mabadiliko, hata yeye akajua kabisa nimefanyia mabadiliko kwa sababu na make a lot of mistake. Kwa sababu inawezekana yeye mchezaji mwenyewe kwa mentality yake kamsaidia, au kocha akamharibu kabisa. Lakini kimbinu unaweza kufanya sabu kwamba Chalea huwa anakosea, au kuna vitu vitokei, mchezaji ambaye atakuja kuingia maybe akashindwa kudeliver kabisa. Mwisho wa siku naona it's okay, bora ningebakia na ule ambaye alikuwa anaweza kufanya hata kitu kidogo ambacho kina impact zaidi. Okay, sawa. Tunaweka pembeni taarifa ya Simba. Tunaanza tu pale Tabora. Tabora kilicho